Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo hichi ili nikufahamishe, nikupe uondo wa ambacho kimeendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania siku ya leo. Kuna uwepo wa taarifa kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu amelishwa sumu katika gereza la Ukonga. Msikilizaji, uwepo wa taarifa hii umeenezwa na afisa mmoja katika gereza hilo, na ameweza kudokezea uongozi wa Chadema kwamba waweze kusukuma serikali ama kuishinikiza kumwachia Lissu apelekwe katika hospitali ya Aga Khan ili aweze kufanyiwa vipimo zaidi na kuchunguzwa zaidi kwamba hali yake ikoje na kinachotokea ni hali ya chakula kulika na ikawa sumu tumboni, ama kweli ni sumu aliweza kulishwa. Kwa hivyo kumekuwa na uwepo wa taarifa hiyo, na nimeweza kudokezewa baadhi ya taarifa hizo kutoka kwa huyu afisa ambaye aliamua kutoa taarifa hizi, ambaye anafanya kazi katika gereza la Ukonga. Alihakikisha kwamba anapata kupiga sauti ama kuipasa sauti yake ikaweza kuwafikia watu ambao wanamshabikia Lissu ama wana mapenzi naye, ili kwamba hali yake isije ikaendelea kudhoofu kama watu hawajui. Naomba nikupeleke kwa taarifa hii moja kwa moja msikilizaji, tukaisome kisha tuweze kuijadili na kuichambua zaidi kwa maana ya kupata kuelewa kiundani. Kuna taarifa inasoma hivi: huyu Katungu anatakiwa apushiwe sana kwa ukubwa, tena ajulishwe kuwa hatari yoyote kwa Lissu atawajibika yeye kama yeye na sio magereza kama taasisi. Maana ameanza ujinga, na by the way Lissu ana food poison. Ni kitu kinaweza mtokea mtu yoyote hata kama sio mgonjwa. Kula chakula kikakataa na kuwa sumu au chafu tumboni. Ila hatuwezi jifariji, lazima choo kipimwe na kichunguzwe vizuri kitaalamu kuwa ni chakula kimegeuka sumu au ni sumu imewekwa kwenye chakula. Waambie Chadema ndugu zake walazimishe magereza wampeleke Lissu hospitali na choo kipimwe. Ndio taarifa hiyo msikilizaji, ambayo imeweza kutokea kwa afisa huyu ambaye anamzungumzia bwana Katungu kwamba anahitaji kusukumwa sana ili vitu visije vikaenda mrama. Akasema kwamba kwa ukubwa, tena ajulishe kuwa hatari yoyote kwa Lissu atawajibika yeye kama yeye na sio magereza kama taasisi. Msikilizaji, baada ya taarifa hiyo wameandika hivi kwenye ukurasa wa Facebook wanaompenda Lissu. Akasema hivi: kwenye afya ya Lissu, jamani, ndau wanadai kuwa gerezani wanafanya vipimo waje kusema Lissu ana food poisoning, sijui madudu gani, na hivi masuala ya chakula kuharibika tumboni na kugeuka sumu ama kalishwa sumu hatutaelewa. Kama vipi apelekwe Aga Khan, tutamchangia ili afanyiwe vipimo, na kwa usalama wa nchi mwachieni mara moja. Mlishaonywa na Polepole, mwache huu upumbavu wa kumweka ndani. Ya kutokea mtajiteteaje? Mkaishia kumteka na Polepole. Majitu
mijitu mikatili ninyi. Sasa msikilizaji, swala mzima ambalo limetokea hapa ni kwamba kumekuwepo na taarifa hizi kwamba Lissu amekuwa akiumwa tumbo. Hata mwenyekiti wa chama cha Chadema bwana Mheshimiwa John Heche amepata kuzungumza, akasema kwamba tangu jana Mheshimiwa Lissu amekuwa akilalamika kuhusu kuumwa na tumbo. Kisha kukawa na uwepo wa taarifa hizi kwamba kuna uwezekano amelishwa sumu ya kumaliza polepole. Sasa ndio maana wanachadema wameombwa kushinikiza serikali kumwachia ama kumpeleka katika hospitali ya Aga Khan akafanyiwe vipimo. Kwa ukubwa wameweza kusisitiza kwamba kuweze kuwa na vipimo vya choo ili kuhakikisha kwamba sio sumu ya kulishwa ama sio sumu ya kuwekewa kwenye chakula. Ikiwa ni sumu, kwamba kwa kikawaida mtu anaweza kuwa na food poisoning kwa sababu ya kula chakula kisha kikakuwa kibaya tumboni, itakuwa salama kwa sababu hiyo ni rahisi kutibiwa, anaweza kupewa matibabu pale kisha hali yake ikaendelea kuwa shwari. Lakini ikiwa ni swala la kulishwa sumu ya kumaliza, itakuwa ni mambo mengine, kwa sababu hapo tayari kutakuwa na intent ya mtu kutaka kumuua Lissu. Na ikiwa Lissu ameanza kutafutiwa njama za kumuua, inamaanisha aachiliwe kutoka gerezani, ili kwa sababu gereza litakuwa limeshindwa kumpatia security ama usalama wa kutosha akiwa gerezani. Na kwa hivyo kuna watu ambao wanapenya gerezani na kumdhuru. Kwa hivyo inamaanisha ikiwa serikali kupitia kwa afisa wa magereza na wote wanaoshiriki katika kuhakikisha kwamba ulinzi wa wafungwa unahakikishwa, wameshindwa kufanya hicho, na kwa hivyo wanapaswa kushinikizwa kuachiliwa kwa Lissu ili apate usalama wake akiweza kujiangalia mwenyewe, kwa sababu itakuwa inaonekana kwamba wameshindwa. Swala hili la kuhakikisha kwamba usalama wake upo limewalemea. Sasa ni sharti kwa wanachadema ama rafiki zake wa karibu kuweza kuhakikisha kwamba polisi kupitia kwa gereza lile la Ukonga wamepeana ruksa kwa Lissu kuweza kupelekwa kwa hospitali ya Aga Khan kama walivyosema, ili afanyiwe vipimo vya choo vitakavyoonyesha ama vibainishe kwamba ikiwa ni sumu ya kulishwa ama ni sumu ya kawaida ya chakula unapokikula kikaharibika tumboni. Ndio maana amesema hapa kwamba Katungu anatakiwa apushiwe sana kwa ukubwa, tena ajulishwe kuwa hatari yoyote kwa Lissu anawajibika yeye kama yeye na sio magereza kama taasisi, kwa sababu yeye ndo yuko in charge pale ya kupeana maagizo na maelekezo kwamba hiki na hiki kifanyike. Kwa hivyo wanasema kwamba ikiwa kuna jambo litakaloweza kutokea kwa Lissu, watamchukulia hatua huyu Katungu kama mwenyewe na sio kama taasisi la magereza, kwa sababu amepata kuzungumziwa, amepata kuelezwa kwamba kuna haja ya kumwachia Lissu akwende kutafuta matibabu. Lakini ikiwa hajaweza kufanya hivyo, kitakachoweza kutokea, kwa mfano tuseme iwe ni sumu ya kuwekewa kwenye chakula ilikuwa pale na ikaweza kumdhuru Lissu, ataweza kuwajibikishwa ama kuwajibishwa huyu Katungu kama yeye binafsi na sio magereza kama taasisi, kwa sababu amezungumziwa na yeye ndiye amekataa kupeana nafasi hiyo. Kwa sababu hiyo kitakachotokea kitakuwa ni mzigo wake, kwa sababu amekataa mwenyewe na sio kwamba ni suala la magereza kwa jumla ama kama taasisi.
Lakini pia wamesema kwamba ikiwa ni swala la food poisoning ama malnutrition pale ni masuala ya kawaida na bila shaka yanaweza kudhibitiwa. Hebu msikilizaji, endelea kutufuatilia kwa kutia subscription kwenye kituo hichi, kwa sababu tupo hapa siku hadi nyingine kuweza kuhakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina na tunahakikisha kwamba tunakupatia taarifa zinazokuhusu na taswira kamili ya kinachoendelea katika taifa. Hakikisha basi kwamba unazidi kutufuatilia kwa maana ya kutia subscription ili tuzidi kupatana na tuzidi kuelimishana kuhusu yanayoendelea kutokea. Jina langu ni Presenter Guton. Hadi wakati mwingine, piga subscription.